Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na Iran imesema itawazuia wakaguzi wa nyuklia kukagua vituo vyake vilivyoshambuliwa. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf amesema wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA hawataruhusiwa kuingia katika vituo vya nyuklia vya Iran vilivyoharibiwa na mashambulizi. Kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa na bunge na kuidhinishwa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, hakuna mazingira atakayoruhusu kufikiwa kwa maeneo yaliyoshambuliwa na kuharibiwa, alisema Ghalibaf. Kauli hiyo imekuja wakati Qatar ikitangaza kumalizika kwa duru nyingine ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika mjini Doha. Iran iliweka wazi kwa muda mrefu kwamba haitoruhusu maeneo yake yaliyoshambuliwa ya nyuklia yakaguliwe na IAEA, wakiamini kwamba IAEA ni moja kati ya wale waliosababisha kushambuliwa kwa maeneo hayo, huku wakieleza habari zisizokuwa na ukweli juu ya maeneo hayo ya kinyuklia. Iran imesema kwamba katika kipindi hiki haiko tayari kuona kuna ushirika wowote na IAEA ambayo ilisababisha mashambulizi makali kutoka kwa Israel pamoja na Marekani, jambo ambalo liliharibu mipango mikakati ya mfumo wa nyuklia nchini Iran. Lakini kutokana na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran, moja kati ya jambo ambalo linapaswa kufanywa wakati huu ni ukaguzi wa miundombinu ya nyuklia ya Iran. Taarifa nchini Iran kutokana na mikutano ya ndani zinaeleza kwamba hakuna sababu ya kuruhusu IAEA kufanya ukaguzi katika vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan ambavyo vilishambuliwa vibaya. Hata hivyo, ni kutokana na kile walichokiona kwamba miongoni mwa makubaliano yao hakuna kipengele ambacho kinaruhusu ukaguzi wa nyuklia nchini humo, kwa sababu bado mazungumzo kuhusu nyuklia yanaendelea. Marekani ilitoa kauli katika siku za hivi karibuni kwamba wakaguzi kutoka IAEA watafika katika maeneo yaliyoshambuliwa ya Iran, lakini wakati huu inaonekana kwamba wa Iran hawapo tayari kuruhusu hilo, na huo ni mpango uliotangazwa tangu mwaka uliopita mwezi Juni, baada ya vita vya mwezi Juni, ambapo spika wa bunge la Iran alitangaza kwamba bunge limepitisha kwa kauli moja kwamba hawataruhusu yeyote kwenda kukagua katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.